Karibu sana katika mapambano, karibu sana katika mwendelezo wa masomo yetu ambayo tumekuwa tukiendelea nayo ya day 7. Kumbuka somo letu mama ambalo tunaliangalia linasema kitu kimoja ukifanya kila siku. Kitu kimoja ukifanya kila siku kitaamua mwaka wako. Kitu kimoja ukifanya kila siku kitaamua mwaka wako. Na katika somo hili tumesema tutakuwa na sehemu 3. Sehemu ya kwanza tumeangalia ambapo tulikuwa tunaangalia kwamba kwa nini watu wanafanya mambo mengi na hawafiki mbali. Sababu kubwa ilikuwa kwamba ukifanya mambo mengi unatawanya nguvu yako. Kwa hiyo unakuwa sio mtu wa chochote kwa sababu nguvu yako imetawanyika sana. Na kitu cha msingi ambacho natamani uweze kujua ni kwamba vitu vyote vya thamani vipo limited. Vitu vyote vya thamani viko limited. Kwa mfano, pesa ulionayo haitoshi kila siku kwa sababu ni kitu cha thamani. Muda ulionao hautoshi kila siku kwa sababu ni kitu cha thamani. Lakini pia huwezi kuwa na urafiki na kila mtu. Leo huwezi ukasema kila mtu atakuwa rafiki yangu. Haiwezekani. Haiwezekani. Lazima utakuwa na watu wachache, na kwa sababu utakuwa na watu wachache ndio inakupa nafasi ya kujua kwamba yupi niende naye, yupi niachane naye. Hayo mambo ni ya msingi sana. Kwa hiyo tukaangalia katika part 1. Part 2 tunakwenda kuangalia ambayo ni sasa hivi inasema nguvu ya tabia moja inayobeba mwaka mzima. Nguvu ya tabia moja inayobeba mwaka mzima. Katika somo hili tunategemea kwamba utatambua tabia moja yenye nguvu, yenye uzito mkubwa, lakini pia utaona jinsi tabia moja inavyojenga mfumo mzima. Na hii ndio sehemu ya kujenga msingi. Katika sehemu ambayo imepita tulikuwa naangalia ile ilikuwa ni sehemu ya kuacha mzigo usiohitajika. Naomba nirudie. Hii sehemu ambayo tunakwenda kudiscuss sasa hivi ambayo somo linasema nguvu ya tabia moja inayobeba mwaka mzima. Manake hii ni sehemu ya kujenga msingi. Wakati somo lililopita au kipengele kilichopita kilikuwa kinazungumzia kwamba kwa nini watu ambao wanafanya mambo mengi hawafanikiwi. Kilikuwa kinataka kukuonesha kwamba kuna vitu inabidi uviache ili ubaki na kitu kimoja, au ubaki na vitu vichache, ubaki na maamuzi machache, usibaki na maamuzi mengi ambayo mwisho wa siku yanakuletea confusion. Hasa katika hii sehemu ya pili, lengo kubwa ni kuangalia jinsi gani tunajenga msingi. So karibu sana katika somo letu, na tutaangalia somo linasema nguvu ya tabia moja inayobeba mwaka mzima. Nguvu ya tabia moja inayobeba mwaka mzima. Siku zote inabidi uelewe kitu kimoja. Mafanikio hayatokani na mtu kwa kurukaruka. Leo umeshika hiki, kesho umeshika kile, kesho umeshika kile, umeshika kile. Hapana. Mafanikio yanatokana na ustahimilivu wa kurudia kile kitu kimoja ambacho umegundua kinafanya kazi. Kile kitu ambacho kimoja umegundua kinafanya kazi. Kawaida sana huwa inakuwa hivi. Unaanzisha idea ya biashara. Katika zile siku za kwanza unakuwa na furaha zito sana. Unatamani kila saa uwepo kwenye ile kazi. Lakini huwa inafika inakuwa kama inaanza kuchosha fulani hivi. Kwa sababu akili ya mwanadamu kuna wakati inafika inachoka kuzoea kitu fulani. Sasa pale ndio ambapo watu wengi anatamani aanzishe tena kitu kipya. Kuna ladha yake fulani ya kuanzisha vitu. Sasa kitendo cha kuanzisha kitu kipya, maana kile ambacho alikuwa amekianzisha mwanzoni kinakosa mizizi. Sasa wewe inakuwa hivi, ukigundua kwamba unapoteza nguvu ya kuendelea kufanya kitu kila wakati, ndio maana kuna kitu kinaitwa teamwork. Wewe unachofanya hauachi ile kazi unayofanya. Unaitengenezea mifumo ile kazi ambayo ulikuwa unaifanya. Alafu wewe unabaki kwenye eneo fulani. Kwa sababu katika biashara wakati unaanza wewe ndio unakuwa kila kitu. Wewe ndio unakuwa marketing, wewe ndio unakuwa sales, wewe ndio unakuwa operations, wewe ndio unakuwa mambo ya supplier, wewe ndio unakuwa mtu wa mhasibu, yani unakuwa na kila kitu. Sasa unapoendelea kukua unaachia ngazi zingine kwa watu wengine. Unapoachia ngazi zingine kwa watu wengine, wewe unaangalia ni eneo gani ambalo katika yale mambo yote yanayounda ile biashara yako, wewe unaweza kutulia katika eneo fulani ukafanya katika uzuri zaidi. Ndio jinsi wenzetu waliofanikiwa wanafanya. Sasa tofauti na hapo, mtu anaacha kabisa biashara yote, anaamua kuenda kuanzisha kitu kipya. Kwa unakuta kila mwaka anafanya kitu kipya. Kila mwaka anafanya kitu kipya.
mwisho wa siku haufahamiki kwa chochote. Kwa tunasema mafanikio hayatokani na kuruka. Mafanikio yanatokana na kurudia kile kitu ambacho umekifanya. Watu wengi wanangoja siku watakapojisikia tayari, wanatafuta mbinu mpya kila siku, lakini wanabadili mikakati kila mara. Sasa hii ni moja kati ya jambo ambalo linasababisha watu wengi wana quit, watu wengi wanaacha, lakini hawaoni matokeo. Lakini zaidi ya hapo, ukweli ni kwamba kile kinachofanywa mara nyingi kushinda kile kinachofanywa kwa nguvu. Kile ambacho kinafanywa mara nyingi kinashinda kile kinachofanywa kwa nguvu. Jamani, nguvu haiwezi ikashinda discipline hata siku moja. Yaani leo kuna watu ambao wamekuwa wakijivunia mitaji. Mimi na mtaji wa milioni 10 bwana. Nataka nianzishe project. Cha. Kaweka hiki, kanunua mashine za kisasa, kachukua hiki. Baada ya muda hakuna biashara. Lakini kuna mtu alianza kidogo. Alianzia nyumbani kwake mahali padogo. Alianza na kwake wachache, akaendelea tena. Baada ya miaka 10, huyu mtu anafanya wonders kuliko mtu aliyekuwa amekuja kwa kasi. Mimi nafahamu watu ambao walinunua mashine za kutotolesha. Mashine inazalisha vifaranga 5,000, mashine inazalisha vifaranga 10,000, lakini baada ya muda zile mashine zinatotolesha mayai ya buibui. Imagine. Yaani mashine zinatotolesha mayai ya buibui. Manake hakuna biashara inayoendelea isipokuwa wamefunga ile biashara. Kwa hiyo nguvu kubwa, mtaji mkubwa, kama Mungu amekujalia na mtaji, mshukuru. Lakini usije ukajivunia kwamba kwa sababu na mtaji mkubwa wewe ndio umeshamaliza kila kitu. No. Kama wote mtakuwa mnafanya jambo moja na mtu ambaye yeye ana nidhamu ya kuendelea kufanya, baada ya miaka 3 utamuona mwenzako anaendelea, mpaka utaanza kushangaa kwamba umelogwa au imekwaje. No, haujalogwa. Principles siku zote yani kanuni. Pesa haiwezi kavunja kanuni. Tunapozungumzia safari ya mafanikio, pesa haiwezi ikavunja kanuni. Kwa inatokea kwa mfano, umeshaanzisha jambo lako, umeshaanzisha biashara yako. Sasa kwenye pesa huwa inakuja kwenye sehemu inaitwa kuscale kwenye biashara. Kwa sababu biashara inapita katika maeneo matatu. Eneo la kwanza unajitafuta. Kujitafuta lazima uanzie chini. Huwezi kujitafuta kuanzia hewani. Hatua ya pili, ukishajipata, unaanza kumaintain zile hatua, kudumisha zile hatua, kufanya zile hatua ziendelee. Inafika wakati ile hatua ya kuendeleza inataka kuvuka kwenda kuwahudumia watu wengi zaidi. Ni kipindi ambacho tayari tuna uhakika wa formula, tunajua hiki kinafanya kazi, hiki hakifanyi kazi, wateja tunao. Sasa inafika wakati tunataka tuhudumie wateja wengi zaidi kwa kutumia formula ile. Ndio pale ambapo sasa point ya pesa inakuja kutokea. Na ndio maana kwa sababu benki hazimpi pesa mtu asiye na biashara. Sio tu asiye na biashara, mtu asiye na biashara ambayo imesimama. Kwa sababu wanajua wakikupatia pesa na hauna biashara hazitakusaidia. Vinginevyo zitakupoteza na zitakuletea shida na mahusiano yataharibika kati ya wewe na wao. Sasa basi kinachofanyika nini? Benki wanatoa pesa kwa mtu ambaye tayari wanajua na biashara. Kwa sababu huyu hajitafuti tena, anaendeleza. Kwa sababu kazi kubwa ya pesa nyingi huwa inakuja kuendeleza kile kitu ambacho umekianza. Kwa hiyo tabia moja ikikaa, hii ndio advantage. Ukisha develop tabia moja, ukikuza tabia moja, tabia zingine zitakuja. Lakini tunasema kwamba tabia moja ikikaa hushinda vipaji. Mtu mwenye tabia ya kufanya kwa mwendelezo anashinda mtu mwenye kipaji. Lakini pia kushinda hamasa. Mtu mwenye tabia moja ambaye ameikuza, ameijenga, utakuja na hamasa zako, utaanza, lakini utamwacha na ataendelea. Yaani wanakuwa hivi, hamasa inaweza kaja kwa nguvu kubwa sana, ikaanzisha jambo, ikaliendeleza jambo. Alafu tabia inaenda kidogo kidogo. Baada ya muda unakuta kwamba yule mtu mwenye tabia anaendelea, huyu mwenye hamasa ameishia mahali, hawezi kuendelea tena. Hiyo ndio mambo yanavyokuwa. Lakini nasema kwamba tabia hushinda mipango mikubwa isiyotendeka. Kuna wakati hata wewe mwenyewe ukijiuliza, yaani mwenyewe unajihukumu, unasema hivi hata kama kweli ni imani, hivi kweli itatokea kweli hii?
Yaani kuna mipango umepanga mpaka mwenyewe unajionea huruma. Sasa hiyo mipango uliyopanga ambayo hata mwenyewe unajionea huruma, akija mtu mwenye tabia anafanya kitu hata kama ni kidogo kidogo, lazima akuache, lazima akuache. Na wakati mwingine nasema kwamba tunapozungumzia mfumo, kama nisikiliza mara nyingi, nimekuwa ni mtu ambaye anazungumzia sana mambo ya mfumo. Sasa kuna wakati inawezekana hujui ninapozungumzia mfumo na maanisha nini. Kwa siku ya leo nachoweza kuambia ni kitu kimoja. Tabia moja ni mfumo uliojificha. Tabia moja ni mfumo uliojificha. Mfumo, wengi wanadhani kwamba tunapozungumzia mfumo tunazungumzia mambo ya ratiba kubwa, tunazungumzia mambo ya timu, tunazungumzia mambo labda mtu ametengeneza application. Ukweli ni kwamba mfumo wa kweli ni tabia moja isiyokosa, tabia ambayo inaendelea. Mfumo siku zote unasaidia kufanya automatic. Yaani ukisikia mtu ana mfumo, maana yake anafanya vitu bila kufikiri, yaani vitu vinajiendesha venyewe. Lakini tunapozungumzia mfumo kwa muktadha wa tabia, ni ile tabia ambayo unairudia, maana yake haihitaji negotiation tena, haihitaji mjadala au maelezo fulani. Kwa hiyo hiyo ndio naita mfumo ni tabia iliyojificha. Kwa mfano, kila siku unaandika mapato kila jioni. Jioni imefika unajaza ripoti ya mapato. Au kila siku asubuhi ukiamka unakagua banda. Unapoendelea kufanya, hiyo inageuka inakuwa tabia. Sasa mara nyingi sana kuna uongo ambao upo kuhusu maendeleo ya haraka. Nikiwa namaanisha nini? Watu wengi wanaamini nikibadilika sana nitapata matokeo makubwa. Kwa mfano, kuna ugonjwa wa kujifunza pia. Kujifunza kuna ugonjwa. Yaani unaamini kwamba ukijifunza sana utaweza kufanya vitu. Hakuna response inatokea kwa kujifunza sana, ila inatokea kwa kufanya sana. Kuna kujifunza wakati unaendelea kufanya. Unapata kwa mfano kama crash course ya haraka ambayo inakupa mwelekeo wa kitu ambacho unataka kufanya. Baada ya hapo unachukua hatua. Unaendelea kujifunza wakati unaendelea. Ukisema nijifunze kwanza, wanasema kila unapojifunza kuna ngazi ya juu zaidi. Utajikuta mpaka amefika baadaye hamna kitu tunafanya. Lakini mtu anasema nikiongeza jitihada mwaka huu utabadilika kweli kweli. Mwaka haubadiliki kwa kuongeza jitihada. Mwaka unabadilika kwa kubadili tabia na kuingiza mifumo mipya ambayo labda kipindi cha nyuma haikufanyika. Kwa sababu ukitumia njia zile kufanya jambo lile, hata kama utaongeza bidii, bado changamoto itabaki kwa pale. Kwa hiyo jambo la msingi la kujiuliza ni kwamba nimeiweka jitihada kiasi gani kwenye kubadili tabia zangu, kwenye kutengeneza mfumo ambao nitaufanyia kazi kirahisi wakati wote. Hiyo ndio point ambayo itakusaidia uweze kupata mafanikio. Tunasema ukweli kwamba mabadiliko makubwa hayaji kwa jitihada kubwa, yanakuja kwa tabia ndogo zinazodumu. Mabadiliko makubwa hayaji kwa tabia kubwa au hayaji kwa jitihada kubwa, yanakuja kwa mabadiliko ya tabia ndogo zinazodumu. Yaani leo unafanya, kesho unafanya, kesho kutwa unafanya, na kuendelea. Ndio maana watu wanaanza Januari, ikifika Machi wanaanza wamechoka. Ikifika Disemba wanajilaumu. Kwambia mwaka lizito, mwaka ligumu mwaka lizito, mwaka ligumu. Bwana Prosper, umetufuatia kwa muda gani? Ndio mara yako ya kwanza au umetufuatia kwa muda mrefu? Comment hapo chini alafu nitakujibu kulingana na unachouliza. Tunasema tatizo halikuwa uwezo. Tatizo lilikuwa kukosa tabia moja ya kubeba mzigo wa mwaka mzima. Uwezo unao, lakini katika uwezo wote ulionao, tabia ipi moja? Kwa mfano katika somo ambalo limepita tulifundisha kwamba una lengo lako moja. Likatekate lile lengo liwe katika tabia 5 ambazo tutazifanya kila siku. Leo hii unaambiwa hivi, tatizo kubwa lilikuwa tabia moja ambayo ingebeba mzigo wa mwaka mzima. Kuna kitu kinaitwa the one thing. The one thing maana yake nini? Katika zile tabia 5 ulizoziweka, kuna moja
inabeba zingine zote. Moja inabeba zingine zote. Haya, kwa nini tabia moja ni nguvu kuliko mpango mkubwa? Kwa nini tabia moja ina nguvu kubwa kuliko mpango mkubwa? Nasema mpango mkubwa unategemea hamasa, kwa sababu ili uweze kuweka plani kubwa sana unatakiwa hamasa nini. Lakini kitu kingine, mpango mkubwa unahitaji muda mwingi, kuutekeleza. Unavunjika ukikosa siku chache. Yaani kama usipotekeleza siku 2-3, maana yake mpango unafanyaje? Unavunjika. Lakini tabia moja, cha kwanza kabisa, haihitaji hisia. Umejiwekea plani ya malengo 12. Ana ratiba nzito katika malengo yake 12. Lakini hana ratiba ya msingi au hana tabia ya msingi. Ana malengo 12, ana ratiba nzito, lakini hana tabia ya msingi. Huyo ni mtu A. Lakini mtu B ana tabia yake moja, kufanya jambo lake muhimu zaidi kila siku bila kuruka. Anafanya jambo lake moja muhimu zaidi bila kuruka. Baada ya miezi 6 utakuta A yupo busy lakini amechoka. Ndio anasema hivi, being busy is not the same as being productive. Unaweza kuwa busy lakini usiwe mzalishaji. Haya, lakini huyu B ana matokeo yanayoonekana. Kwa nini? Kitendo cha kustick na ile ratiba yake mmoja kwa ameitengeneza, ana matokeo yanayoonekana. Mwisho wa siku ni nini? Mwisho wa siku tunasema tabia hujijenga, mpango hulazimishwa. Tabia inajijenga wakati unaendelea kufanya, lakini mpango unaulazimisha. Sasa tunachozungumzia ni kwamba katika malengo ulionayo, katika mpango uliotengeneza, tunataka ubadili ule mpango uwe tabia. Uwe kitu ambacho unafanya hata bila kujisikia kama unafanya. Hicho ndio kitu cha msingi. Wacha tuangalie case study ya bustani. Kwa mfano, tabia moja, kutembelea bustani kila siku hata kama hakuna kazi kubwa. Hiyo ndio tabia tunataka kuitengeneza. Tunataka tutengeneze tabia ya kutembelea bustani kila siku hata kama hakuna kazi kubwa. Tunafanyaje? Kinachotokea, magonjwa yanaonekana mapema, maji yatarekebishwa kama kuna mifumo ya maji haijakaa sawa, lakini pia tunasema kuna makosa ambayo utayabaini kabla hayajakuza ikawa hasara kubwa. Yaani kuna makosa ambayo utayabaini kabla hujapata hasara. Mbona kinachotokea? Sasa, mkulima asiye na tabia hii, matokeo yake ni nini? Huja mara chache kwenye banda. Labda atatembelea banda pale tu atakapoenda kupeleka chakula. Wakati mtu A ametengeneza tabia za kuhakikisha kwamba kila siku lazima atembelee banda lake, matokeo yake nini? Lakini huyu mtu B anasema anaweza kutoa mazao yameharibika au yameungua. Si amekuja mara chache zaidi, analazimika kutumia gharama kubwa kurekebisha hasara. Kuna hasara ambazo ungeweza kuzirekebisha mapema, taratibu, kwa sababu umezigundua mapema, unarekebisha mapema. Umegundua mapema, unarekebisha mapema. Lakini kitendo cha kudelay unakuja baada ya muda mrefu. Tujalie kwa mfano, kuku ameanza kuumwa asubuhi. Lakini asubuhi kwa sababu umewapatia chakula haraka haujajua. Umeondoka. Saa 8 unakuja tena kwa ajili kuangalia maji. Hapa katikati yule kuku ameteseka na ugonjwa ni kuambukiza. Unakuja saa 8 unasema ghafla nimekuta banda langu lote kuku wanaumwa. Lakini ukija kufuatilia ni kwamba hii shida ilianzia mapema au kuitambua. Kwa nini? Hujatengeneza tabia ya kupitia banda lako mara kwa mara. Tunasema nini? Tofauti sio elimu, tofauti ni tabia. Tofauti sio elimu, tofauti ni tabia. Kwenye kuku ndio hivyo pia. Tunasema tabia moja ambayo unaamua kuikuza, kuangalia na kuandika hali ya kuku kila siku. Mimi nitahakikisha licha kwamba kuna shughuli zingine za kufanya na nini, lakini lazima nihakikisha natengeneza tabia ya kufanyaje? Ya kuangalia banda langu, lakini pia na kuandika hali ya kuku kila siku. Faida yake nini? Unajua lini chakula kinabadilishwa? Kwa sababu tunajua una ratiba yote. Lakini pia unajua chanzo cha vifo, si unafuatilia. Kama kuku alikuwa ameugua, umejua dalili zake, umejua umefuatilia ugonjwa na nini.
lakini pia unazuia hasara kabla haijatokea. Unazuia hasara kabla haijatokea. Sasa jambo ni watu wengi wanashindwa, wanafuga bila kumbukumbu. Kwa nini watu wengi wanashindwa? Wanafuga kuku bila kumbukumbu. Wanafuga kuku kwa kutegemea kumbukumbu za kwenye akili, hana data za kwenye maandishi. Ukimuuliza mtu kwamba wiki hii yote changamoto gani hasa imejirudia kwenye mradi wako, hajui. Kila siku kuna changamoto, lakini kwa sababu anaweka kwenye akili, unajikuta kwamba sio rahisi kukumbuka changamoto zote. Na matokeo yake nini? Matokeo yake ni kwamba anapata matatizo mengi sana. Lakini pia wanashangaa faida inapotea. Wanashangaa pana faida inapotea, inapungua. Hana data. Jambo la msingi, kuku hawafi ghafla. Hawapewi nafasi ya kufa. Wanakufa kwa sababu ya ratiba. Wanakufa kwa sababu wewe mwenyewe hujatengeneza tabia ya kufanya katika uendelevu. Sasa tunasema tabia moja. Kwa nini tunazungumzia tabia moja? Tabia moja huwa kitovu cha mifumo mingine. Ile tabia moja unavyoendelea kuikuza, unavyoendelea kuifanya ikue, ile tabia inafanya tabia zingine zinafufuka na zenyewe, inafanya tabia zingine zile zinaibuka. Kwa mfano, tabia moja ikikaa kwa muda mrefu inavuta tabia zingine, lakini pia tabia moja ikikaa kwa muda mrefu inajenga nidhamu. Sasa inapojenga nidhamu, hata ukiamua kuintroduce tabia nyingine, unajikuta kwa sababu tayari unajua mikakati uliyoitumia kujenga tabia ya mwanzo, lazima utafanya vizuri. Lakini kitu kingine tunasema kwamba tabia moja inakufanya mtu wa mfumo, sio hisia. Unakuwa ni mtu ambaye unafanya vitu vyako katika standard, sio tu unafanya kwa sababu nifanye nisifanye. Hapana. Ndio maana tunazungumzia tabia moja, kwamba inaweza kuzalisha tabia zingine. Kwa mfano, tabia ya kuuza kila siku. Kila siku unaandika mauzo. Kila siku unaongea na wateja wako kuhusu biashara yako, kuhusu mradi wa bustani, mradi wa kuku. Hii tabia moja tu, kwanza kabisa itajenga ujasiri, lakini pia itajenga mawasiliano. Unakuwa tayari umejenga mahusiano na wateja wako, hata kama hawajanunua, lakini kuna siku atakuja kununua. Lakini tabia pia inajenga kipato, kwa sababu umeconnect tabia kuhakikisha kila siku unaongea na wateja wangu, inajenga kipato. Sasa tunasema kitu kimoja, tabia moja tunasema haitafutwi, inachaguliwa. Tabia hii hatuitafuti, tunaichagua, kwamba katika hizi tabia zangu 5, wacha ni stiki na hii tabia mpaka mwisho wake nione. Tunasema swali sio ni tabia ipi ni rahisi, swali ni kwamba ni tabia ipi ikikaa maisha yangu hayawezi kubaki yalivyo. Naomba hili swali uliandike, litakusaidia mbele ya safari. Swali la msingi la kujiuliza kuhusu tabia ni kwamba ni tabia ipi ikikaa, yani ikinikaa, maisha yangu hayawezi kubaki yalivyo. Tunasema hapa ndipo viongozi kutofautiana na watu wengine. Kwa hiyo nikupe siri moja, nishawahi kuwasimulia, lakini mimi nilikuwa naamini kitu kimoja. Kama nitaweza kujenga uwezo wangu wa kuuza, hii tabia itanipelekea sitakuwa na hofu ya biashara. Kwa sababu nakumbuka moja kati ya kitu ambacho kwa kinanisumbua kwa miaka yote ambayo nimekuwa nafanya biashara, kipindi cha nyuma, kati ya 2012 mpaka 2020, ilikuwa ni kuuza. Nilikuwa najiuliza swali, mpaka mtu ananunua inakuwaje? Mpaka mtu anapata pesa inakuwaje? Nikaanza kujenga uwezo wangu taratibu. Of course ilikuchukua muda mfupi, ndani ya miaka 2, miaka 3. Ikawa mambo yamekaa sawa. Na nimekuwa nikiwaambia watu pia kwamba wakati baadaye nikiwa nimeamua kudili na kitu kimoja tu, yani kazi ya mwisho nitakayochagua kazi ya mwisho nitakayochagua ni kukutia moyo kwa wewe unaweza. Sawa. Lakini mimi calling yangu ni kwamba nikiona watu ambao wanafeli naumia. Kwa hiyo message ambayo mimi nayo inasema raise my people from failures and build the foundation of generations. Nitaendelea kuambia watu wanaweza, na nitaendelea kutengeneza mifumo, syllabus za namna gani ya kuwasaidia watu waweze kuinuka kwenye kushindwa. Sawa.
Lakini kuna kazi moja ambayo yani hiyo nitakuwa naifanya yani kama fun ni kazi ya kuonesha watu jinsi ya kuuza, kwa sababu hiyo ni expert. Hiyo siwezi nikakuficha, hiyo ni expert. Ni kazi naipenda, ni kazi ambayo unamuonesha mtu jinsi ambavyo anaweza akaachieve ndoto zake, jinsi gani anaweza akavuka daraja akaenda daraja lingine. Ni kazi moja nzuri sana. Sasa nilijenga, nilikaa chini nikaitengeneza kwa muda mrefu. Mwisho wa siku, kupitia kujenga hii tabia moja, imenizalishia tabia zingine, zimekuwa na zenyewe zinakuwa zikifuata hiyo tabia moja ambayo nimejenga. Nilikuwa siamini kama naweza Maka mimi nimefanya mambo ya kukuchumi miaka 7, mtaa kwa mtaa Arusha. Na kwa kuna kipindi iliwahi kutokea nipata wanafunzi kutoka mikoa mingine. Vipi sasa tunaweza tukapataje mafunzo yako? Anambia haiwezekani kabisa. Mpaka mje darasani. Imagine leo ndio mimi ambaye ninaendesha programs zote online. Okay, tunakwenda kutengeneza academy, si okay. Lakini hii academy sio kwamba itafanya program zetu za online zitakuwa ziendelee. Hapana. Na yenyewe kwanza ni watu wachache tu ambao kuna sample ambao nataka kuitengeneza ya aina ya chuo kikuu ambacho ndio future yangu kubwa zaidi. Kwa kuna syllabus ambayo nimeisuka ambayo nataka iniletee aina fulani ya vijana ambao yani wakitoka asa ile sample ile ambayo nataka kuitengeneza ndio sample ambayo nataka wakati nimeanza chuo kikuu nataka wale watoto watoke kama wa designer pale. Lakini nilijijenga kwa muda nikadevelop tabia moja, ikaanza kukuza tabia zingine na zingine. So kitu gani najaribu kushare na wewe ni kwamba ni tabia ipi ikikaa maisha yangu hayawezi kubaki yalivyo. Hiyo ndio siri viongozi wanajiuliza. Rafiki yangu, wacha mimi nielekee karibia na mwisho, nikupe jaribio hili hapa, nikupe zoezi hili hapa la vitendo. Fanya zoezi hili la maswali 4. Swali la kwanza, andika vitu 5 unavyotamani kubadilisha mwaka huu. Andika vitu 5 ambavyo unatamani kubadilisha mwaka huu. Hiyo ni jambo la kwanza, zoezi la kwanza. Zoezi la pili, jiulize, ni tabia ipi moja inagusa vitu vyote 5? Ni tabia ipi moja inagusa vitu vyote 5? Jiulize hilo swali na ulijibu. Najua wewe utajua tu kitu gani cha kufanya. Sasa namba 3, chagua tabia hiyo. Sasa basi, chagua tabia hiyo ambayo naamini kwamba hii inaweza kabeba tabia zingine zote. Namba 4, iweke ndogo kiasi kwamba huwezi kujitetea kuikosa. Ifanye ile tabia iwe ndogo kiasi ambacho huwezi kujitetea kuikosa. Yaani ifanye iwe simple as much as you can. Nakumbuka wakati naanza kujifunza kupiga simu, ilikuwa nikisema sasa hivi ndio muda wa kupiga simu, yaani jasho natoka kila sehemu. Baka utafute mazingira fulani, ukisikia hata jogoo na wika unatamani jogoo si wiki. Baadaye naongea na simu nikiwa natembea. Mambo vipi? Safi kabisa. Unaendeleaje? Safi, nakupigia simu tujue mikakati yako, tuone kama unaweza kukusaidia. Okay, sawa. Sasa nafanyaje ile biashara? Naanzaje mradi wa kuku? Unaanza 1 2 3. Okay, are you interested? Yes. Lini? Sasa nilikuwa natamani mwezi ujao. Kwa nini sio leo? Na okay, no problem. Imekuwa kawaida. Ifanye as simple as you can. Okay ndugu yangu, leo tuko katika siku ya 7 katika safari ya kutengeneza hizi siku 10 kwa ajili ya mwaka mzima. Tunapozungumzia hizi siku 10, hatutengenezi muujiza. Tunatengeneza mkakati ambao utakusaidia kuweza kufikia hatima ulioamini kwa inaweza kutokea. Tunasema ni unapandikiza tabia moja kwenye maisha yako. Ukifanikiwa kupandikiza tabia moja ndani ya siku 10, ndani ya muda ambao tunao, ukafanikiwa kabisa kuweka mikakati ikae vizuri,
mwaka utakuheshimu. Mfumo unaanza kujijenga, matokeo yanaanza kutokea yenyewe. Jambo la msingi, mwaka hauhitaji wewe uwe mtu mpya. Mwaka unahitaji wewe urudie tabia moja kiusahihi bila kuchoka. Naomba nirudie. Mwaka hauhitaji wewe uwe mpya. Mwaka unahitaji wewe ujue tabia moja utakayorudia bila kuchoka. Na tabia hiyo itakujengea kipato, itakujengea nidhamu, na mwisho wa siku itakujengea kitu inaitwa legacy, urithi. Hivyo ndio jinsi ambavyo somo letu limeishia. Okay, hongera sana kwa kufuatilia somo letu. Naamini kabisa umeenjoy. Jambo la msingi ni moja tu. Kaa chini, angalia ni tabia gani hasa ambayo ukiweza kuidevelop itabadilisha maisha yako totally. Inawezekana ni kuamka asubuhi na mapema. Inawezekana ni kukagua banda lako. Inawezekana ni kujifunza. Inawezekana ni kutafuta support. Inawezekana ni kuamua sasa kusema enough is enough. Kuanzia leo nataka kuwa mtu wa tofauti. Kuanzia leo nataka kuwa mtu wa tofauti. Sasa nafanyaje? Naachana na makundi yote ya watu wa ajabu ajabu. Nitastick na watu wachache ambao naamini hawa watu wanaweza kubadilisha maisha yangu. Unachagua. Tumesema tabia inachaguliwa. Yaani wewe ndio unachagua tabia. Rafiki yangu mimi sina mengi bwana. Otherwise uko serious, unataka tukushike mkono hatua kwa hatua kwenye program zetu. Tuna program ya bustani, tuna program ya kuku. Andika neno program kwenye WhatsApp ya 0761 825 808. 0761 825 808. Otherwise unaweza kuona pia katika caption namba yetu na maisha mengine yakaendelea. Mimi nafikiri ni kuacha rafiki yangu. Kama umekosa baadhi ya masomo na kuna mtu mmoja alikuwa ameuliza hapo, inaonekana ndio ameanza kutufuatia kwa mara ya kwanza. Masomo yetu yako YouTube kwa jina Profitable Farm TZ, yapo katika series. Almost leo ni siku ya 7, kila siku tumekuwa tunajifunza masomo matatu, kwa hiyo masomo mengi ya kusikiliza, ya kufuatilia kwa mtu ambaye yuko serious, na bado tuna siku 3 mbele zilizoshiba kabisa, tuna masomo ya kutosha. Jambo la msingi ni moja tu. Kama umeona kwamba hiki ndio kitu kitachokutoa, kipatie muda. Hakuna mafanikio bila kutoa muda katika jambo fulani. Angalia jambo linalofanana na wewe unataka kuyafanya, toa muda wako, kisha baada ya hapo na nafasi ya kufanikiwa. Enjoy, tukutane kipindi kijacho.